Unajua kuna mambo sana kwenye mpira, sometimes historia nayo ina matter. Na unawaelewa Simba kwa nini wanahitaji wacheze pale. Kwa sababu kwanza capacity ya uwanja ni kubwa, wanahitaji nguvu ya watu wao, lakini cha pili wana historia zao pale. Washa kucheza pale dhidi ya Berkane na wakashinda. Kwa hiyo wana historia zao, na pale ndio sema ambao wamepafanya wao kuona wapinzani kuona kama ni sema ambao wanaweza kafungika wakifika. Lakini nusu finali, yani finali wameipata kupitia amani. Kwa inawezekana ikawa ni kitu ambacho wanaweza wakaenda na wakashinda. Wanahitaji kuandaa timu kwa ajili ya hiyo. Ulifaa kuwa wakati ambao waachane na masuala ya uwanja, wa focus kwenye kuiandaa timu. Yani agenda ya uwanja isiwe tena kama walifanya na walitumia nguvu yao kufikia hapo palipofikia. Sasa hivi baada ya mchezo ule wa kwanza, sasa hivi kupitia au kutokea kwenye taasisi yao, agenda itakiwa sio uwanja tena. Agenda ni kuandaa timu ya kupata bao sahihi kwenye mchezo wa marudiano. Labda kama huo mchezo angeambiwa mnacheza nje ya Tanzania. Kwa sasa hivi kampeni yao ilitakiwa kuwa tulipovukia nusu finali ndio tunapobebea ubingwa. That is how it should be. Na watu wajue kama hicho kitu kinawezekana, kwa sababu kuna vitu ambavyo muda mwingine ni vigumu kuvibadili. Kama hizi protocol za CAF na mwingine, muda mwingine vinakuwa ni vigumu kuvibadili. Kwa hiyo fukia agenda ya uwanja, rudi kwenye maandalizi ya timu ambayo inaweza ikachukua ubingwa. Hicho ndio kitu cha msingi kabisa kuliko vyote ambavyo mtu anaweza ukavifanya. Kwa sasa hivi hiyo ndio focus yao inabidi iwe. Pale walipita nusu finali, wakacheze finali, waichukue. Goli 2-0 ni nyingi kwa sababu ni mbili, lakini ni chache kwenye mpira wa miguu. Hauhitaji goli 3 kwanza goli 2. Hiyo ndio Simba inabidi iwaingie kwenye akili yao. Hauhitaji 3, unahitaji kwanza 2 ili story iwe sawa. Ni vile copy and paste ya kile ambacho alikifanya kwenye robo finali tu. Ndicho ambacho inabidi kurudiwa. Robo finali mkondo wa kwanza salipigwa 2-0. Mkondo wa pili wakaja kuzipata goli 2. Alafu ndo mambo mengine yanafuata. Kwa kwanza zipatikane 2. Uwepo mpango mkakati wa kupata 2 na kumzuia Berkane kupata goli. Basi mengine iachie jinsi mechi itakavyo unfold. Kwa possibility ya wao kuwa mabingwa inawezekana. Lakini kitu kikubwa ni maandalizi ya kisaikolojia na mental kwa wachezaji wao. Kati ya vitu ambavyo viliua Simba ukiachana na mengine yote ni moment. Yani wachezaji kuchelewa kugundua kama hii ni finali. Na tunapaswa kuwa mchezoni. Sikiliza press za Fadlu kabla ya kuanza. Kuna hoja ambayo alikuwa anaisisitiza sana. Dakika 20 za mwanzo ni muhimu sana kwetu. Kwa nini unadhani alikuwa anasema dakika 20 ni muhimu sana kwao? Kwa sababu kadri unavyochelewa kuingia mchezoni na kutambua ukubwa na umuhimu na uzito wa mchezo, ndipo ambapo unaweza ukafanya makosa ya kizembe na mpinzani akakuadhibu. Exactly. Dakika 15 2-0. Si ndio hivyo? Yes. Kwa maana yake hizo 15 ziko ndani ya zile 20. Na game imeamuliwa kwa hizo dakika 15 tu, ambazo mpaka leo ukimchukua kila mtu ambaye anahusika na Simba atakwambia sio goli ambazo walifunguliwa. Yani mlikaa nyuma, mkafunguliwa na mkasachi katoa goli. Set piece na nyingine watu kutaka kujaribu kucheza from behind. Mmecreate tatizo lenu wenyewe. Kwa sio kama mlikaa mkafunguliwa, no. Sasa hapa ndio umeanza kupimwa sasa. Kipimo chako kiko hapa. Kwa kama na wao watashindwa, nisiamini kama Simba walifeli kimbinu kwenye finali. Ila maandalizi ya kiakili, mentally wachezaji wao sijui kama kwenye ile stage at the time. Okay. Njema, tarudi kwako. Tunavuka maji kwanza, tunaenda kule visiwani Zanzibar na mwenzetu Isa Chiwile. Ametuandalia ripoti ambayo inaeleza maandalizi yalivyoanza kupamba moto ya mechi hii ya finali shirikisho barani Afrika, hatua ama mkondo wa pili. Wakati joto la mchezo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane kutokea nchini Morocco likiendelea kutanda miongoni mwa mashabiki wa mpira hapa nchini Tanzania, tumepata nafasi ya kuzungumza na kamishna wa idara ya mchezo Zanzibar, Amer Mohamed, kutaka kujua serikali imepokea taarifa yoyote ya kile kinachoendelea ama kuonekana kwenye mitandao ya kijamii juu ya uwepo wa mechi hiyo katika New Amani Complex hapa kisiwani Zanzibar. Kuja kwa ajili ya hasa watu wanafikiri watu marketing wale wameshakuja wanatoka
wiki hii wapo wanafanya mambo yao ambayo yanahitajika kule CAF, na ni utaratibu wa kawaida kabla mechi kuchezwa, basi wanakuicha na kuna taarifa nyingine ambazo wanazitaka. Lakini pia kuna watu wa CAF wapo pia uwanjani hivi sasa, wapo na leo pia wengine wa marketing vile vile, na wengine ambao wanachukua taarifa na mambo mbalimbali. Kwa ufupi mambo yanaendelea na sisi tumeliona hilo, na kama nilivyosema huko nyuma kwamba tunaipokea mikono miwili na Amani ipo tayari kwa ajili ya fainali ya Simba na Berkane. Wanapima, na mimi leo nimeenda kupokea wageni watatu ambao ni marketing kutoka CAF, pia wamekwenda pale kutaka kuchukua vipimo mbalimbali vya uwanja kwa ajili ya hiyo mechi. Kwa hiyo naamini kwamba hichi kitu kipo pale Amani. Sasa kama kuna mabadiliko sisi rasmi tutajua, lakini tutafahamu sasa. Barua hii inasema kwamba mechi inachezwa uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani mdogo, lakini kuna sababu nini? Kama ilivyotokea katika nusu finali ile na Stellenbosch, ilichezwa Amani kwa sababu uwanja wa Mkapa ulizuliwa kuchezwa ili pishe matengenezo kwa ajili ya mashindano makubwa ya CHAN. Na swala zima la tiketi kuuzwa kwa ajili ya mechi za Mkapa, najua viongozi wa Simba ile kitokea hili watajua tutakayema kufanya ili mradi watu waweze kuja. Sisi tunawaambia tu kama utafanyika Amani, basi wale washabiki na tiketi waweze kununua tiketi kama zile zabadilishwa, waweze kuja hapa uwanja wa Amani kwa ajili ya kuja kushangilia na kuipa nguvu timu yao ya Simba ili iweze kushinda finali hiyo na kombe hili libaki hapa Tanzania. Kuzungumza na kamishna wa idara ya michezo, kapata nafasi ya kujua mashabiki wa Simba hofu yao hasa iko wapi, kinachowafanya kutokutamani timu yao kuja kucheza mchezo wao katika Amani Complex, na badala yake wakitaka mchezo huo upelekwe katika dimba la Benjamin Mkapa. Mimi natamani kuona mechi inachezwa Dar es Salaam, Ropaso, uwanja wa Mkapa, kwa sababu kwanza uwanja wa Mkapa unabeba watu wengi kuliko uwanja wa Amani. Jambo la pili, watu wanasema pichi iko sawa, lakini nahisi pichi ya Amani ni ndogo kuliko ya Mkapa. Mchezaji akikimbia hatua kidogo tukishafika mwisho wa uwanja, tofauti na pichi ya Mkapa. Lakini CAF wameuthibitisha uwanja na nusu finali imechezwa hapa. Manake kama imeweza kuchezwa hatua hizo za nusu finali, kwa nini finali isiwezekane? Hawajathibitisha kitu hicho, kwa sababu kama kweli CAF wanafuata sheria na kanuni za FIFA, wangeangalia kwanza sheria zao zemaje. Ushanifahamu? Uwanja wa Amani unabeba watu 15,000 na sheria ya finali haiwezi kuchezwa kwenye uwanja ambao unabeba watu 15,000 kuanzia 20,000. Sasa au CAF nafikiri na wao wana interest zao kwenye hiyo timu yao RS Berkane, na wanaogopa labda RS Berkane kucheza kwa Mkapa kwa sababu wanajua kwa Mkapa Mwarabu hatoki. Mwanahabari na mchambuzi wa soka Abdul Jalil nafasi ya kuzungumzia kile ambacho anakiona kama ni hofu kwa mashabiki wa Simba ambao wengi wao wamekuwa wakishinikiza mechi hiyo kuchezwa katika dimba la Mkapa na si hapa kisiwani kwenye uwanja wa New Amani Complex.